Asante sana ndugu mgeni rasmi. Video hiyo fupi inajieleza na inatoa muhtasari wa kile ambacho kimetuleta hapa leo. Moja ya dondoo muhimu ambayo bila shaka kila mmoja wetu anapaswa kuikumbuka ni kwamba mtandao hausahau. Mtandao hausahau ndugu washiriki, hasa vijana wanafunzi ambao tupo hapa kwenye maadhimisho haya. Tukumbuke kwamba mtandao hausahau, unaacha alama. Hiyo ni dondoo muhimu kwa ajili ya kuizingatia tunapofikiria na kutafakari kuhusu usalama mtandaoni. Ni heshima yangu sasa kumkaribisha mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, Dr. Jabiri Bakari, ambaye atatoa salamu kisha kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya TCRA, Dr. Jones Kilimbe. Karibu sana mkurugenzi mkuu. Ndugu mgeni rasmi, Bwana Nicholas Mkapa, naibu katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia, Profesa Razak Okina, mwakilisha makamu mkuu wa chuo, Dr. Jones Kilimbe, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TCRA, wawakilishi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, pia kuna mwakilishi kutoka Jeshi la Polisi Bwana Mwangasa, mwakilishi kutoka Umoja wa Watoa Huduma TAMNOA, mwakilishi kutoka Chama cha Watoa Huduma za Internet TISPA, mwakilishi kutoka wanaoshughulika na huduma mbalimbali za utoaji wa huduma za internet, wageni kutoka CSEMA, wahadhiri, walimu, wakufunzi wote ambao tuko hapa, management na watumishi wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, waandishi wa habari, ikiwemo pia wawakilishi kutoka UMIKITA, washiriki wote, mabibi na mabwana, kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie kwanza fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika hapa pamoja siku ya leo ambapo tunaadhimisha siku ya usalama mtandaoni, yani Cyber Internet Day 2026. Nawakaribisha wote kuadhimisha siku hii muhimu ambayo ni miongoni mwa jitihada za msingi katika ujenzi wa uchumi jumuishi wa kidijiti unaotegemea sana teknolojia ya habari na mawasiliano. Siku ya usalama mtandaoni huadhimishwa siku ya Jumanne ya pili ya mwezi Februari kila mwaka. Maadhimisho haya ni mpango wa kimataifa ulioanzishwa mwaka 2004 kwa lengo ya kuhamasisha matumizi sahihi na salama ya mtandao wa internet. Vile vile maadhimisho haya yanaunganisha mamilioni ya watu ulimwenguni kuhamasisha matumizi sahihi na salama ya mtandao na kuongeza uelewa kuhusu masuala yanayoibuka mtandaoni, ikiwa ni pamoja na fursa na changamoto zinazotokana na ukuaji wa teknolojia na matumizi yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, matumizi ya akili unde, artificial intelligence, yanashika hatamu
kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo uchakataji na uwasilishaji wa taarifa, uzalishaji wa maudhui, elimu, biashara, ubunifu, huduma za afya, mawasiliano, huduma za kifedha, pamoja na mifumo ya utoaji wa huduma nyinginezo ambazo ni za msingi kwenye uchumi wa kidijiti. Wengi wetu hapa tunaamini AI kila siku, lakini hatufahamu hivyo kushindwa kuzibaini fursa mpya za kidijiti, lakini pia kuwa kwenye hatari ya kuangukia kwenye kundi la matumizi mabaya au kutokuwa salama mtandaoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, AI si kitu kipya. Imetuongezea tu uwezo wa kupata mambo mengi ambayo hapo nyuma, kabla hatujakuwa na uwezo mkubwa kwenye upande wa hardware, lakini na uwezo mkubwa wa kusafirisha data tulikuwa tunaukosa mpaka tulivyopata siku za karibuni, na hivyo imetuletea kuwa na kuona mambo ambayo hapo siku za nyuma tulikuwa hatuyaoni, pamoja na maendeleo makubwa ya TEHAMA. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha siku hii tuzingatie kuwa tunazingatia pia, pamoja na fursa nyingi zinazoletwa na mabadiliko ya TEHAMA, zipo changamoto zinazosababishwa na uelewa mdogo wa matumizi ya teknolojia hizo. Swala hili linaweza kusababisha mtandao huo si tu kuwa mahali ambapo sio salama kwako, lakini pia mahali ambapo watumiaji wengine wanaweza kuwa na mambo mengi ambayo wanayafanya, ambayo ni muhimu kuyaelewa na kujua utaweza kuendelea vipi na shughuli ambayo unaifanya. Kauli mbiu ya maadhimisho haya inasisitiza umuhimu wa kuongeza umakini, kuwa na taarifa kamili na kuzingatia matumizi yenye tija na salama na mahiri kama yalivyo kwenye artificial intelligence. Hii ni pamoja na kulinda taarifa zetu binafsi na nyeti kwa kuepuka kushiriki taarifa hizo bila kuzingatia usalama wa programu husika. Kuongeza umakini katika matumizi ili kubaini taarifa au maudhui yaliyoandaliwa kwa artificial intelligence au akili unde kwa lengo la kupotosha au kuzua taharuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa kundi la vijana, TCRA imeendelea kuhamasisha uanzishwaji wa vilabu za kidijiti, digital clubs. Haya ni majukwaa ya hiari yanayoleta pamoja wanafunzi wa ngazi zote za elimu, kuanzia shule za awali hadi vyuo vikuu. Katika kukuza na kuhamasisha uwepo wa vilabu hivi vya kidijiti, TCRA imekutana na walimu wakuu wa shule za msingi, walimu wakuu wa shule za sekondari, wakuu wa vyuo na makundi mengine tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti katika kuendelea kuhamasisha zoezi hilo. Lengo kubwa limekuwa ni kukuza hamasa ya kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kidijiti na kuhamasisha ubunifu kupitia teknolojia hizo ili kuleta suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kijamii. Ujuzi huu pia unawaandaa vijana kushiriki kikamilifu kunufaika na fursa zilizoko katika uchumi unaokuwa huu wa kidijiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, focus yetu kwenye eneo hili imekuwa ni katika maeneo mawili. Eneo la kwanza, kuhakikisha kwamba tuna jamii ambayo imeandaliwa vizuri kutumia TEHAMA katika kupata fursa mbalimbali ambazo zinakuja na uchumi wa kidijiti. Lakini eneo la pili au focus ya pili ni kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu. Hapa ni pale ambapo tunahamasisha sana na usomaji wa masomo ya STEM, yani science, technology, engineering and mathematics, ili kuhakikisha kwamba tunaandaa vizuri wabunifu, wajenzi na watu ambao watasimamia na kuendesha mifumo na miundombinu ya TEHAMA. Mheshimiwa mgeni rasmi, TCRA pia inaratibu mashindano ya usalama mtandaoni ili tuweze kuwa
tunaendelea vizuri kama nchi kukua kwenye uchumi wa kidijiti. Matumizi makubwa ya tehama yanakuja pia na uzingatiaji au uhitaji wa kuhakikisha kwamba mifumo yetu iko salama. Kwa hiyo tumekuwa tunaendesha mashindano haya ambayo yanafahamika kama Cyber Champion Competition kila mwaka, na haya yanawakutanisha vijana wa vyuo vyetu vikuu vyote ambavyo vimekuwa vinatoa masomo haya ya computer science, uhandisi wa kompyuta na telecommunications kwa ujumla wao, na ni vyuo vyote, kwa maana ya kwamba vyuo vya serikali na vyuo vikuu binafsi. Kama nilivyosema hapo awali, lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ujuzi katika eneo la usalama mtandaoni, na ili kuongeza uwezo wa vijana kujiajiri wenyewe, lakini pia kuweza kuajiliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwake mwaka 2020, jumla ya vijana 4285 wamekuwa wameshiriki katika mashindano haya, ambapo vijana 3705 ni wavulana sawa na 86.47%, na vijana 480 ni wasichana sawa na 13.5%. Kwa mwaka huu shindano la sita la Cyber Champion lilivutia washiriki 1226 waliosajiliwa kutoka vyuo takribani 29 nchini, ambao walishirikishwa kwa kupitia hatua mbalimbali za majaribio, na hatimaye tarehe 29 Januari 2026 washindi walipatikana, ambao leo tutakuomba uwatunikie zawadi za kompyuta mpakato, ufadhili wa masomo ya kitaalamu, pamoja na vocha za mitihani kutoka katika mabaraza ya kimataifa linalotoa vyeti vya kitaaluma, yani professional certifications. Katika masuala ya usalama mtandaoni lilijulikanalo kama EC Council, washindi wote wamekaribishwa kama ambavyo wakati wa utambulisho ukielezwa kwa hafla hii, na tutakuomba mgeni rasmi baada ya hotuba yako uweze kuwapatia zawadi washindi hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, wote tunafahamu kuwa mtandao hauna mipaka ya kuzuia watu wenye nia ovu ya kutumia vibaya kwa lengo la kujinufaisha kwa njia ya matumizi ambayo sio sahihi. Ya hizo ni pamoja na ulaghai unaowezesha kusababisha utapeli, udukuzi, taarifa nyeti za mtu binafsi au mifumo ya teknolojia. Hivyo iko haja ya kuongeza umakini katika matumizi na kufanya maamuzi sahihi kama kauli mbiu ya leo inavyotuhamasisha. Tukumbuke pia kwamba suala la matumizi sahihi na salama ya mtandao ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwa muktadha huo, ni vyema kila mdau, serikali, mashirika binafsi, taasisi za elimu, wanafunzi, vyombo vya ulinzi na usalama wakatoa huduma za mtandao, watoaji wa huduma za mtandao na jamii kwa ujumla, tukashirikiana ili kuhakikisha mtandao ni mahali salama na kila mmoja ashiriki kwenye uchumi wa kidijiti na kupata fursa zinazokuja na uchumi huu ipasavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuhitimisha kwa kutoa wito wetu kwa washiriki kuendelea kujielimisha juu ya masuala ya mawasiliano kadri teknolojia inavyobadilika, ili kuongeza weledi wa matumizi bora na salama ya huduma za bidhaa za mawasiliano ikiwemo mtandao wa internet. Natoa rai kwa washiriki wote kufuatilia taarifa zinazotolewa na TCRA kuhusu usalama mtandaoni, ambao huwa tunaifanya mara kwa mara kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa tofauti tofauti. Taarifa hizi pia zinapatikana kwenye tovuti yetu ya TCRA. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Dr. Jones Kilimbe, ili aweze kutoa salamu za bodi na hatimaye kukukaribisha. Shukrani. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante mkurugenzi mkuu.